Waambie mwenzako uwanja wa vijana. Sasa baadaye tutaongeza kwa jiko kwa kutuandalia uwanja mzuri, lakini mnanisikitisha. Mimi ningekuwa nimesoma pale Youth Community Center, ningekuwa nimeshatafuta watu kukaa kule. Nimeshatoka kwenye barabara pale, jukwaa ni kubwa kule, kuna line za kulia kwa zaidi ya 200. Sasa hatukai, kuna barabara pale na watu wameshikilia. Niombe viongozi mwatambulishe watu, ukumbi ni mkubwa. Ukumbi huu ni mkubwa kabisa. Kwa hiyo ikiwezekana ile line ya nyuma 2-3 zinaweza kupanda hapo na wakakaa vizuri. Usiondoke hapa jimboni kuja kaa gorofani. Kwa sababu unashauri kukaa gorofani. Sasa nisimame na mwili. Naomba nikaribishe katibu wa idara ya vijana ya SSC atusalimie kwa dakika 10. Wachungaji, washauri wa vijana waliofanikiwa kushiriki tamasha hili la mkuu wa jimbo la vijana. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Katika salamu yangu ninaomba nisome neno la Mungu kutoka kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali mlango wa 28 mstari wa 20. Mithali 28 mstari wa 20, maneno ya Mungu yanasema hivi: mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele, bali yeye afanyaye haraka kuwa tajiri hakika ataadhibiwa. Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele. Wapendwa, Mungu anatupenda sisi vijana, na Mungu aliwatumia vijana tangu mwanzo. Vijana aliwatumia ni kama vile Musa, Haruni, Eli, Samson, Daudi, Esther, Ruthu, Yusufu, Mariamu, Paulo, Sila, Timotheo na kadhalika na kadhalika. Kwa nini Mungu alitumia vijana? Mungu alitumia vijana kwa kuwa aliwekeza nguvu ndani yao, na nguvu aliyowekeza ndani ya vijana aliwatumia kujua watatimiza kusudi lake. Na leo Mungu anataka kutumia vijana wenye nguvu ambao ni wewe na mimi. Mungu anataka kutumia, ni vizuri ukawa tayari kutumiwa na Mungu. Ukiwa tayari kutumiwa na Mungu, hutapata hasara, bali utapata faida, na watu watamtukuza Mungu kwa ajili yako. Na utakapomtumikia Mungu kwa uaminifu, Baba Mungu atakuheshimu, na watu wa Mungu popote watakuheshimu, na nyumbani kwenye familia kadhaa utajadiliwa, wazazi wakiwaambia vijana wao wa kike na wa kiume, kwa nini usiwe kama fulani? Kwa nini tabia yako isiwe kama Joyce? Kwa nini tabia yako isiwe kama Luka? Kwa nini tabia yako isiwe kama Neema? Kwa nini tabia yako isiwe kama Martha? Na kadhalika na kadhalika. Na kijana mwenye umri wa kuoa au kuolewa ataambiwa hivi: mbona mabinti waliotulia wanaomcha Mungu wapo kama fulani fulani fulani? Ina maana kuwaoni? Wazazi na marafiki walio wema watawashauri vijana wakiwataja
kutumia nguvu zako vizuri leo hii yataonekana sasa, lakini zaidi sana yataonekana baadaye. Ukitumia nguvu zako vizuri tu, matokeo yataonekana sasa na yataonekana baadaye. Kwa mfano, ukatumia nguvu zako vizuri, utapata pesa halali, utajijenga kiuchumi, utakuwa na kiwanja chako, utaanzisha biashara yako, utaingiza kipato chako ambacho kitaendelea kuingia kila siku, lakini utatengeneza kesho yako, future yako, utakuwa umeijenga sawasawa, utakuwa umeijenga vizuri. Wewe utajuta maishani, utajuta maishani. Ukitumia nguvu zako vibaya, madhara yake yataonekana sasa na yataonekana baadaye, yataonekana baadaye. Ni rahisi ujikute ukiwa ombaomba, ujikute ukiwa ombaomba kwa sababu umetumia nguvu zako vibaya. Watu watakudharau ukijiingiza kwenye ulevi, ukijiingiza kwenye uhuni, watu watakudharau. Wazazi watakujadili kwenye familia kadhaa kwamba kama unataka uendelee kuwa kijana wetu kwenye familia, tusikuone na binti fulani, tusikuone na kijana fulani, tabia yake ni mbaya. Utadharauliwa, utadharauliwa. Na neno ambalo mchungaji amechukua nalo limetajia hilo kwamba mtu awaye yote asimdharau ujana wako. Mtumikie Mungu ukiwa kijana, lakini weka rekodi. Hebu sema weka rekodi. Hebu sema weka rekodi. Weka rekodi kwa kufanya jambo jema. Weka rekodi kwa kufanya jambo jema. Watu waseme taraso ya ukumbi wa vijana nyimbo iliwekwa na fulani na ni sadaka yake alitoa. Zile taa zote kwenye ukumbi wa nyimbo ni kijana mwenzetu fulani na fulani aliweka. Umeweka rekodi. Usiweke rekodi kwa kufanya mambo yasiyofaa. Weka rekodi kwa kufanya jambo litakalo kufanya ukumbukwe na Mungu apate kusifiwa. Mungu apate kusifiwa. Weka rekodi kwa kutunza maisha yako. Tunza afya yako. Kula vizuri. Epuka kula au kunywa vitu vinavyoleta madhara kwenye mwili wako. Ukilewa utabakwa. Utabakwa ndio utabakwa. Utalawitiwa, utapigwa, utaibiwa mali zako, lakini hayo yote yatafanyika ukiwa umesha enjoy kulewa na kuyumbayumba barabarani. Utapata ajali, utakatwa mguu, utapatiwa magongo, utaanza kutembea na magongo, au ukapata ulemavu katika uti wa mgongo. Uti wa mgongo ukiumia, utalala hapo chini mpaka siku unaingia kaburini, na hapo ukiingia kaburini, utaingia kaburini ukiwa umelala vile vile. Utaingia ukiwa umelala. Ulilala ukiwa mgonjwa kwa ajali uliipata ukiwa umelewa, utalala mpaka unakufa na utazikwa, utaendelea kulala kaburini. Fanya kazi uingize kipato. Usilale saa 3, saa 4 umelala kitandani. Fanya kazi ukijua siku nitaondoka duniani, nitalala kaburini. Kwa hiyo sasa sitalala, nitafanya mambo ya maana nikijua kwamba kuna siku moja nisiyoijua nitaondoka duniani, na nikiondoka duniani nitalala kaburini. Kwa sasa nafanya mambo ya maana kwa sababu niko duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo ambalo vijana wamelisahau sasa. Kuna jambo ambalo vijana wamelisahau sasa. Vijana wamesahau kwamba
janga la ukimwi bado liko duniani. Janga la ukimwi bado liko duniani. Vijana wanaonekana kuwa na maadili machafu, wamejichanganya na kadhalika na kadhalika. Ninawaomba vijana muelewe, HIV AIDS ipo duniani. Jitunze ili uishi leo na kesho na kuendelea ufurahie maisha yako duniani. Bwana Yesu asifiwe. Tunza maisha yako. Usikubali kupata anasa ya dakika chache, furaha ya dakika chache, alafu maisha yako yakakatika kabla ya wakati wake. Mwisho kabisa, kitabu cha Fikia Maisha ambacho tulikitoa kwa vijana wa sharika zote miaka 3 iliyopita, tumepata barua kutoka Soma Biblia kwamba wamepokea vitabu vingi sana, makontena kadhaa ya vitabu kwa ajili ya vijana wetu walioko sharikani na walioko kwenye shule na hata vyuo. Lakini kitabu hiki kifungua hapa ndani kina muhuri unaosema hakiuzwi. Vitabu tulivyovitoa kwa miaka 3 iliyopita tulivitoa kwa ajili ya sharika, vikae pale sharikani, vijana wajisome pale sharikani. Na vijana waliovisoma miaka 3 iliyopita, wengine wameshaondoka Kilimanjaro, wako shuleni, wako vyuoni na kadhalika na kadhalika. Ninaomba kuleta wito kwamba vitabu vitakuja kwenu tena, na tumepata mwongozo kwamba mwanzoni vilitolewa kama sadaka iliyochapwa na vijana kule Ulaya, vikachapwa vikatuma kwetu, tukavitumia bila gharama yoyote. Kwa sasa Soma Biblia wanahitaji kuchangia ili vitabu viweze kupatikana. Kwa hiyo kitabu kitapatikana kwa thamani ya shilingi 1,000, na muhuri bado utaendelea kuwa hivyo kwamba haviuzwi, na ukikipata kwa shilingi 1,000 sio kwamba umekinunua, ni kwamba umechangia gharama ya uchapaji. Ninaomba kuleta wito, sharika, viongozi wa vijana, kaeni, angalieni hitaji la vitabu mtakavyohitaji. Barua itakuja kutoka ofisi ya dayosisi, muweze kusema mnahitaji vitabu vingapi, tuweze kuviagiza kwa ajili yenu. Wangapi wamenielewa? Na kwa wale ambao tayari mna kitabu, ninawaomba mfungue, mkifika nyumbani tu, fungueni ukurasa 712. Kuna mambo 20 yanayowatesa vijana, mambo 20 yanayowatatiza vijana. Ninaomba uyapitie, kaa na wenzako, endeleeni kupitia. Mungu atasema nani kupitia mambo haya 20. Na atakayechukua kitabu kwa shilingi 1,000, basi kiwe ni cha kwake, aendelee kujifunza na wenzake, lakini aendelee kuwashirikisha wengine hazina iliyopo katika kitabu hiki. Ninawatakia baraka. Ninyi ni watu wa thamani, jifunzeni kama watu wa thamani kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu mwenyewe. Amen.
mfalme wa ajabu, na sasa unanifurahisha mbele zako. Tunakuomba Bwana, sasa useme na mioyo yetu kupitia neno lako la uzima ambalo Bwana tunataka tusikie leo. Kila kijana aliyefika katika nyumba hii inayoitwa Bwana kwa jina lako, asiondoke kama alivyokuja, lakini aondoke akiwa amechangamka katika moyo wake na katika maisha yake. Asifungue akili zake Bwana, akayasikie mausia ambayo Roho Mtakatifu ananena juu ya makanisa. Tuwatamie sasa Bwana, tukusikie ukisema nasi katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Tuseme wote amen. Nisome neno waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9 sehemu ya kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9 sehemu ya kwanza. Tasoma katika jina la Yesu. Nitasoma katika jina la Yesu. Nisaidie kusoma. 1, 2, 3. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Amen. Mkae tafadhali. Bendi ya mwika baadaye mtatuongoza kwenye ule wimbo wa yule mtu wa Afrika ya Magharibi Piga Sinachi sisi, ambaye anasema you are the chosen generation. Wakati unajua huo nikimaliza kusema tutawima hapa Bwana asifiwe. Ndio ni maana nimesema huu ni youth community center. Kama una mahali unakozuiwa kupiga kelele, njoo piga kelele hapa. Mbele za Bwana. Amen. Amen. Sasa jirani yako mshike bega lake. Mshike tena bega lake. So expect. Nimesema shika bega, sio Msukume. Kwa na msukume waambie wewe ni kuhani wa kifalme. Sukuma tena wewe ni kuhani wa kifalme. Sukuma tena wewe ni kuhani wa kifalme. Pendo viongozi wa vijana katika jimbo letu kiongozwa na mwenyekiti John Lesoyama. Wapendwa viongozi wa vijana katika kanda zetu zote 7, viongozi wote wa vijana wa sharika zote pamoja na vijana wote mliowakilisha vijana wenzenu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Unajua niliona vibe ya vijana hapa. Sijui kama niliona hapa nikasema tutini acha kidogo iendelee, maana ilikuwa inatia moyo sana, inafurahisha sana. Maana vijana ndio tumaini la kanisa. Bwana asifiwe. Bila vijana na kanisa unajua kwa nini tumaini letu. Bwana asifiwe sana. I'm very proud of you. Mbona jambo ni proud of you. Hata kama ni Kiingereza kwa nini proud of you. Kwa jina la mkuu wa jimbo la vijana ambayo tunaiadhimisha kila mwaka, na mimi naomba Mungu iwe kila mwaka, isivuke hata mwaka mmoja, na mkileta pendekezo tutafanya zaidi ya Mungu kila mwaka.
mmechukia. Wangapi wanataka tuongeze zaidi ya mara moja? Tunataka siku moja iwe hapa ni kushangilia tu. Tuimbe kabisa, si ndio mpaka mbingu zitikisike, si ndio Nimeona kitu kidogo ndani yenu na nitaitimiza kitu yenu. Mimi nawapenda sana vijana. Unajua kwa nini wewe ni kijana? Na sasa nakimbia kwa mzee. Ninatamani nikuwa kijana kama wewe. Maana ningefanya kitu kikubwa sana, kitu kingine kwa mimi. Unajisikia baada. Utumie vizuri wakati huu. Maana ukipita umepita. Huwezi kurudisha tena. Si ni kweli? Kama hujawahi kuserebuka, utakaofanyaje? Utakapokuja kujaribu kama mimi, utashangaa mimi nafanyaje? Inakamata. Si unaona wengine tuliopita kwa majaribu mjua, unataka kutoa hautoki. Alafu jioni tunatumia paracetamol. Sababu pia na mimi kuna daktari anakuangalia vizuri na tatizo bwana sasa. Tumia ujana wako vizuri. Amen. Anikwambie kama kuna mahali pana utajiri, pana nguvu ni kwenye ujana. Sio mahali pengine na Mungu yule asikudanganye. Ndio maana Paulo akasema mtu awaye yote asifanyeje? Asikudanganye. Na ambaye atakayefanya usidharauliwe ni nani? Sio watumishi watu misuli wale ni heshima. Wewe ndiwe utakayefanya watu wakuheshimu. Amen. Ndio kile kunja kumyana. Wewe usipige. Mwambie lazima niheshimike. Lazima niheshimike. Katika dunia yenye mabadiliko, dunia yenye misukosuko, dunia yenye vishawishi vingi, vijana wana nafasi ya pekee katika mpango wa Mungu. Leo Mungu anatukumbusha kupitia mtume Petro na of course kupitia mimi. Bwana asifiwe. Ninyi ni uzao mteule. Hujaelewa? Ninyi ni uzao mteule. Ni ukuhani wa kifalme. Ni watu wa milki ya Mungu. Hujaelewa? Nasema wewe ni mtu wa milki ya Mungu. Maana Mungu anakumiliki. Wewe ni mali yake. Na hakuna mtu wa kukuondoa kwenye mikono ya Mungu. Hayupo wala hatazaliwa. Maana wewe ni mtoto wa Mungu. Hii sio kauli ya kupitia moyo tu. Ni tamko la kimungu la utambulisho wetu. Ni tamko la Mungu. Mtume Petro akiandika haya maneno, Wakristo walikuwa wanapitia majaribu makubwa. Ndipo Petro anawatia moyo. Ninyi ni ukuhani wa kifalme. Ninyi ni taifa la Mungu. Ninyi ni uzao mteule, a chosen generation. Mwambie kwa Kiingereza ya chosen. Haamini wewe. Haamini, mwambie chosen. Mwambie hata ukinikataa I am chosen. Sasa mambo machache. Jambo la kwanza, mzao mteule. Wewe ni mzao mteule, a chosen generation. Mungu alichagua vijana kama unavyochagua mbegu bora kwa ardhi nzuri yenye
thamani na yenye rutuba. Wewe ni mbegu nzuri, mbegu nzuri, mbegu nzuri. Ili iweze kuzaa matunda mazuri, inategemea imeoteshwa wapi. Pamoja na uzuri wa mbegu, pamoja na uthamani wa mbegu, isipoanguka kwenye udongo mzuri, uwe na hakika ina uwezekano wa kufa ama kutokuzaa matunda ambayo si ya maana. Sina kupenda ndio tunasema nyingine zikaanguka kwenye njia, sio? Ndege wakaziona pamoja, wakazila. Nyingine zikaanguka kwenye mwamba, zikaota kidogo kwa sababu kulikuwa kuna udongo wa kutosha, zikafa. Nyingine zikaota katikati ya miiba, zikaota zikafika huko juu, zikaota vizuri, lakini zikasongwa, zikatafuta jua, zinapofika kwenye jua, muda wa kuzaa matunda unakwisha. Sasa wewe ni selected and not rejected. Wewe umechaguliwa, hujakataliwa. Ulichaguliwa toka umezaliwa ili kuleta utofauti. You are born to make a difference. Hukuzaliwa ili ujaze dunia, mtu asikudanganye. Umezaliwa kuleta tofauti, kuleta mabadiliko. Wewe una thamani ya kimbingu. Hata kama dunia inakupuuza wewe, ujue wewe ni wa thamani sana. Hujaelewa? Nimesema wewe ni wa thamani sana, ujue. Hata kama wewe haujui, nitakwambia wewe ni wa thamani sana. Inawezekana hujui. I want to tell you this afternoon kwamba wewe ni wa thamani sana kuliko unaweza kufikiria. Sasa kuanzia leo ujione wewe ni wa thamani na ujinenee. Self affirmation. Ujinenee. Kuna watu wanastega masikio wasikie wakiambiwa wewe ni mzuri. Jiambie mwenyewe Bwana asifiwe. Ukisubiri utasubiri sana. Tell yourself I am beautiful. Go into a mirror. Tunakiwa pale nyumbani. Simama pale utazame, useme I am beautiful. Au ndio. Useme kwa sauti I am beautiful. Lakini wasichana sasa kuambia kwamba you are handsome, simama pale, sema I am handsome. Maana kuna wasichana wengine wako hapa wanalia pamoja na mimi. Kama niambii, hawakwambii, niambie mwenyewe. I want to tell you, listen, nataka nikwambie, utakacho kusema juu yako ni cha kweli kabisa. Atakachokwambia jirani anakula nani? Haleluya. Akikwambia ananiambia wasichana Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna wasichana wakiambiwa vizuri hawalali. I know you want it, lakini jiambie mwenyewe Bwana asifiwe. Unaweza ukasubiri ukafikiri umelaaniwa. Yule mtu unayemwona kwenye kioo, mwambie I am a beautiful girl and no one like me under the sun. Bwana asifiwe.
Amen. Neno linaumba. Kama ndani yako maandiko yanasema ajionaye mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. If you see yourself poor, ukijiona kwamba wewe ni masikini, nimezaliwa kwenye nyumba masikini, siwezi kupata chochote, I tell you and guarantee you will die poor. Utakufa masikini. Maana lile neno linaingia ukilisema several times. Najua kuna wale mmoja kwa nielewa bwana asifiwe. Maana naongea kitu moshi kidogo jamani, mnikubali na mnielewa kitu moshi kidogo. Mnakubali? Wakati wanakubali kile basi napata kitu moshi kidogo. Kwamba wakati unanisemea, wakati unajirudia neno fulani, ni neno. Na kwa kushika mbegu hiyo lazima yote. Lazima yote. Kadri unavyosema lile neno linaumbika ndani yako. Na likiumbika linakushawishi kufanya matendo ya lile neno. Kwa mfano ukisema mimi sina nguvu, mimi siwezi kuamka mapema, guess what? Utaamka saa 3 kamili. Anakuambia the most poorest people in the world wale wanaochelewa kuamka. Unaelewa? Kama una tabia ya kuchelewa kuamka, you are the future poor person. Umekasirika hivi? Nadhani kwa mara ya pili, you are the future what? Poor person. Maana matajiri hawalali. Unalala una nini? Mbona nako unalala na nini? Hebu mshangae wewe ndio unasinzia hapo. Unalala na nini? Hebu mguse hivi bwana. Mwambie hivi una nini? Wewe unalala. Wamesema tuchangie na wale wakaenda kwenye mkutano tunatoa kwangu. Mchungaji hizo za ushirika achana nazo, mimi nazo kwangu. I told myself, I pay. How many have I offered to them? Not that much. How many years is it? Ndio maana wanasema Africa is a Dutch continent. Show that intelligence. Katika Agano la Kale, makuhani walikuwa ni wanaosimama madhabahuni. Kama mnavyoona sisi, wachungaji wa Injili walikuwa wanaongoza ibada, lakini wanafanya upatanisho. Huu ni wakati ule. Sasa nafasi ya kijana katika ukuhani wa kifalme moja, kiongozi wa kiroho. Kijana ni kiongozi wa kiroho. You are a spiritual leader. No matter umesoma theological school au Bible school, wewe ni kiongozi wa nini? Wa kiroho. Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo kijana tena wala akwambia ni kwa mataifa yote, anamwambia jioneshe umekubaliwa na Mungu. Jioneshe. Maana sisi wote tunaamini juu ya ukuhani wote.
aliyebatizwa alifanya kiapo cha kumtumikia Mungu mpaka atakapokuwa nini? Mpaka atakapokufa. Mpaka atakapokufa. Utumishi unaanza lini? Mara moja baada ya kuzaliwa mara ya pili. Utumishi unaanza. Wewe ni kiongozi na kazi yako ni kuongoza wenzako na kanisa la Mungu kumjua Mungu. Ndio pale tulipoambiwa kijana anapaswa kuwa kielelezo. Moyo wako ni kielelezo cha imani. Usisubiri kusomea uinjilisti na uchungaji ndio uongoze wengine. Unaanza immediate baada ya kujua wewe ni kiongozi. Immediate. Na unaweza ukawa umechaguliwa kama kiongozi ama usichaguliwe, maana hatuwezi kuchaguliwa wote. Si ni kweli wapendwa? Kwani inawezekana tukawa viongozi wote? Tukawa wenye vitu wote? Hiyo haikuondolei nafasi yako ya uongozi. Because leadership is not a position. Leadership is a function. Unavyoishi ni uongozi. By the way, nataka kuambia, nilipozungumza habari za udongo, nikasema inawezekana you are born perfect kabisa. Umezaliwa kuna ukosoro yoyote. Ni mbegu iliyochaguliwa. Isipoanguka kwenye udongo mzuri, haiwezi kutoa matokeo. Hii ni kusema kwamba udongo wako ni nini? Wataalamu wa elimu nafsi wanasema you are the average of 5 people. Tabia zako, hali yako ya kiuchumi kwa mfano. Nikitaka kujua wewe unashika mfukoni au kwenye akaunti yako, nijue uwezo wa uchumi wa pesa. Wale wanaotumia muda mwingi kukaa nao. Maana haiwezekani wewe huna hata 100 ukae watu na ukae ukeste na watu mabilioni. Can you make a discussion? What are you saying? Wenzako wanazungumzia habari za kuimport kile biashara zile, wewe unazungumza nini? Kwa hiyo kama huna hela utakaa na wasio nini? Na hela. Na ukikaa hivi kwa muda mrefu utakufa ukiwa una nini? Maana ulionao hawawezi kukupa hela wala akili ya kupata hela. Lakini ukiwa na wenye hela watakushawishi kuingia kwenye kutafuta hela. Unaelewa? Maana ukiwa ni mzauto ukuhani wa kifalme, take the way kingdom. Chukua neno mfalme. Hivi kuna mfalme maskini? Namuuliza, mshawaona mfalme maskini? Ulishawaona mfalme akihemea kutafuta hela? Nataka nikufikishia Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa na ile stage unayotaka kufika, lazima uwe na maono. Lazima uwe na maono. Na maono haya yako ya aina mbili. Kuna kuona kwa macho na kuona kwa akili. Bado hujaelewa. Ili ufanikiwe kwenye maisha, lazima uwe na maono. Na maono yako yao ya aina mbili. Uone kwa macho na uone kwa akili. To see by sight. By the way, duniani kuna watu wengi in terms of economic speaking. Kuna explainers and producers. Ukiona mtu explainers, anayefikiria kutumia tu kwa binadamu. Kama rafiki yako anawaza kutumia tu, achana naye. Maana anaweza kwake anakuomba za kwako. Zikitoka kwa kope. Lakini ukiona unakwambia, tutumie na kitatu. Kwa kitu gani? Tutumie kila kitatu. What can I do with that kitatu? Naweza kufanya nini?
lakini wakipata hela wanatumia kwanza, alafu wanaweka akiba baadaye. Wanaweka akiba zilizobaki, na zilizobaki hawaweki chochote, na hata zikiwa kidogo wanasema hizi ni kidogo mno, mpaka nipate nyingi ndio nitaweka akiba. Na utamkuta kwenye akaunti yake ni negative. Hata kama ni mtumishi wa serikali, kila saa anaangalia muamala, anaangalia kama mshaka kitu. Matajiri wakipata hela, sio matajiri kwa maana ya position, wenye matajiri mindset ya tajiri, wakipata chochote wanaweka akiba kwanza, alafu inaobaki wanatumia. Na akiba wanaitumia kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, only for emergency purposes, and second is for investment. However small, hutakaa kupata mawazo ya kitajiri kwa kuwaza ukipata hela nyingi. Nataka nikwambie, kama wewe ni mtumiaji wa hela, hadi unapopata hela nyingi ndivyo unatumia zaidi. Unanielewa? Kama ulikuja wewe kufika Nairobi, unaishia tu Arusha, ukipata hela nyingi sana watu si Nairobi. Hata looks like I want to go on a plane. I want to see the plane fly. Lakini mtu mwingine mwenye mindset ya kitajiri ana-invest, alafu anatumia kilichotokana na investment. Kila kipata anaweka investment. Nadhani kwamba kwa umri ndio unapata, especially those with 25 years and below. If you start this formula, this principle from today, you will die very rich. Ujaelewa. Ukianza financial discipline as from today, if you are under 25 years old, or somewhere 30 there, utakufa ukiwa millionaire. And if you know, ukianza kwa principle hiyo, utakufa ukiwa billionaire. Kwa maana ya kwamba every single cent from today, unakata za akiba, unakata za matumizi ya kawaida. And here is small simple formula: 5, 50, 30, 20. Write someone. It will help you. Financial formula: 50, 30, 20. Mapato yako yote, nusu yake ni kwa matumizi lazima. Iwe ni chakula, iwe ni mavazi, iwe ni bili ya afya, safari, mavazi. 30% zifoneje. Hiyo utamu, kuna marafiki watafunga harusi, watapiga mchango wako, watakufanya mambo fulani, outing fulani, ambazo hizi unaweza kusema kuongeza kwenye 20%. 20% for Christians tunagawa mara mbili. 10% tithing, fungu la 10 kumtolea Mungu, and 10% akiba. Every money you get, iwe ni zawadi, iwe ni mshahara, iwe chochote, go with that formula. I can assure you, in the few years to come, utapata kitu. Maana akili yako itatembea kwenye hiyo formula. Utalala usingizi, utakoroma. Siku nyingine nitafundisha habari za uchumi. Kuna nilipata hiyo hapo kidogo. Leo sina nafasi, nipate wagawili kidogo. Kesho kuna neno kwenye kiti.
fanya kongamano la uchumi kwa vijana wetu. Mama, tunataka kutengeneza vijana matajiri. Ujakubali moyo wako na mashaka. Nasema tunataka kutengeneza vijana matajiri. Maana kazi ya Mungu haiwezi kwenda bila nani? Mwenye pesa. Unafikiri ukumbi huu tumejenga hapa kwa maji? Na utajiri hauji kwa utajiri sio bahati. It is principle. Ndio maana hata wasiokuwa na imani wana utajiri. Wale wanatumia principle. Nenda kasearch kwenye mtandao. The top 10 richest people in Tanzania. Tafuta hapo Kristo. Tukoje kule. Sisi wa Kristo tunataka kusema, hizo za mapepo, chumolete, masoni nini? Hata ukiambia ueleze unabaki. Hiyo ndio wimbo wa maskini. Sasa ile nyumba ameiba, ile nyumba. Mchungaji huyu namjua. Mshahara shilingi ngapi? Katika ile nyumba sadaka zetu. Sadaka yenyewe inatoka ile. Niambi, shemo yuko. Ile hela yake ya jengo amechukua. Ukiuliza umetoa shilingi ngapi toka mwaka umeanza? Ile kanisa lenu pale usharikani kuuliza mshariki yuko hapa. Ile kanisa unajenga pale. Wewe mpaka leo umetoa shilingi ngapi kama kijana? Ukisikia anaambia sio wewe kanisani, ndio? And if you want to prosper, achana na kitanda. Utaona sana na kwambia. Nazareti atakapokuita utalala sana. Usilale sasa. Maana muda wa Bwana uko sio upo. Nenda kutafuta kwa mimi tena makaburi. Tuko wameenda hapa. Au utalala siku moja. Usikipende kitanda kwa maskini. Na ukiamka usianze kusafi na kubrowse. Achana na hiyo simu. Fanya kitu. Soma. Work on yourself. Wewe ni mzao mteule. Umeteuliwa. You are appointed. Danieli, Shadraka na Meshaki na Abednego waliitwa na mfalme. Usifikiri waliitwa tu hivi. Waliitwa vijana ambao ni bright. Haikuwa kutazama msampuli. Walitafuta wenye nini? Wenye akili. Na wenye akili sio wanaosoma na akili. Ni wanaozitumia. Maana ukiwa na akili kama usitumia jana. Waswahili wanasema education is power, but only organized, applied knowledge is power. Na degree hatuioni. Unafikiri knowledge kwa kutoka na degree? You have to see. Maana kwa hiyo nasomea tunapaswa. Lakini knowledge and specialized knowledge. Specialized knowledge is the organized knowledge by planned purposes. Maana kama degree haionekani kitu mdomoni, haiwezi kusaidia. Hiyo tutafuta kutoka kesho na tupate namna ya kufanya specialized knowledge. Uingize kwenye namna gani kufanya kipawa, elimu ulionayo uitengeneze kwa pesa.
ujue tu kwamba una kusudi la kimungu. Ukuchaguliwa bure, unalo kusudi la Mungu ambalo umechaguliwa bure. Ana divine assignment. Right someone? Kama unaweza kuona. Kila kijana ana divine assignment. Kila kijana alituumba Mungu kwa kusudi la Mungu. Una divine assignment ambayo Mungu amekuumba kwayo. Swali muhimu sana kwa kila kijana anayetaka kuwa na mafanikio maishani liwe ni hili: kwa nini? If you want to succeed, ask this simple question: why? Why? And if you can answer this question, then how to do it will be easy, but not simple. Haina maana ukishajua fungu la hesabu, ile hesabu ni rahisi. There's a procedure to reach the answer. And pale kwenye process ndio kuna changamoto. Lakini ukishajua njia ya kupiga njia ya kupiga matongozea pale, utapita. Amen. Ukipata jibu la kwa nini, jinsi iko rahisi. Kwa hiyo lazima kuwe na kitu kinaitwa kufikiri kimkakati, strategic thinking. Kila siku ujiulize, kwa nini niko hapa? What is the best use of my time now? Nikifanya nitakachoamua kufanya, matokeo yake ni nini? Ukishajua, anza mara moja, usisubiri kesho. Ukiweza kujiuliza maswali sahihi, ni rahisi kupata majibu na matokeo ya maamuzi utakayofikia. Kumbuka, ni rahisi lakini sio pepesi. Kwa hiyo ukichagua ni kwa nini Mungu, ukichagua kujua, maana unaweza usichague kujua. Ukichagua kujua ni kwa nini Mungu amekuumba, maana Mungu amekuumba kwa kusudi lake. Na ukikubali kuchagua kujua, ukishakujua kwa nini Mungu amekuumba, kutimiza kusudi lake ni rahisi, ingawa sio rahisi. Kumbuka, siku zote Mungu amekuumba kwa kusudi maalum. Hatukuumbwa kwa general meaning, kwa general purpose. Kila mtu ana kusudi ambalo Mungu amemuumba kwa kila mtu, na hakuna ambaye amenyimwa. Hakuna ambaye Mungu hajamuumba kwa kusudi la kipekee, hata mmoja, kurudi wewe mwenyewe kwako. Inawezekana tu hujui, lakini ukweli ni kwamba Mungu amekuumba kwa kusudi lake. Unaweza kutambua kusudi ambalo Mungu amekuumba kwa njia moja, kwa vipawa ama karama ambazo Mungu amewekeza ndani yako. Vipawa vya asili ambavyo Mungu ameviweka ndani yako. Vile vitu ambavyo ni input. Hapa ni kuimba, hapa ni kuhubiri, hapa ni uongozi. Unavifanya bila struggle yoyote. Mtu akikwamsha asubuhi, akikwambia tafadhali hebu tupige kinanda, vidole vinaingia,
wimbo unatokea. Njoo mara moja hapa tutalewa timu ya mpira hapa. Yaani miguu haichanganyikiwi, nipige kushoto sasa hivi au kulia. Ukijua ya kwamba hicho ndicho kitu Mungu alichokuumba kwacho, go for it and don't waste your time. Vijana wengi wanachanganyikiwa kwa kukopi na kupesti na kutamani vipawa vya wengine, alafu unakuja kupoteza muda, unakuja kugundua jioni kabisa kipawa kilichokuwa na Mungu na Mungu kutumia haupotea. Ndio maana Mhubiri alisema, mkumbuke Muumba wako siku za namna gani? Za ujana wako, kabla asijaja siku zilizo mbaya, utakaposema sina furaha katika hili lipi? Unagundua wewe ni mchezaji in the 60 years old. Watu wanaelekea safari mpira, wewe watu wa 60 kwa mimi nilikuwa napiga namba 7 bwana. Namba 7. Miaka 60. Sio utarudia. Ndio unasikia? Unasikia? Sasa tunagundua kipawa. Nakuomba Mungu akuonyeshe kipawa chako na akuthibitishie kwamba hicho ndicho cha kwako. Unataka kunisikiliza kwa makini. Kipawa peke yake hakitoshi. John Maxwell anasema talent is not enough. You are to sharpen it. Kama ni mwimbaji for instance, umegundua you've been born a singer. Wewe sauti inakupa vizuri, ikitoshi. Sauti peke yake haitoshi. Ndipo sasa unapiga hodi. Vijana mwema hadi ndoa, nikafikiri kwamba ni vizuri kujua kwamba kauli mbiu ya somo hili ni chaguo sahihi leo kwa ajili ya maisha bora ya kesho. Na nilikuwa nisoma kwenye vipengele mbalimbali. Kwa mfano mwingine kwa kweli kwa jimbo wachungaji wote waliopita hapa wamezungumza. Kwa mfano kujielewa, self awareness, kwa jimbo anaongea sana. Nitambue wewe ni nani. Lakini mchungaji Mtui akagusia habari za vichocheo vinavyokujali. Alipozungumza habari za ulevi, mtafanyiwa nini? Nadhani mnakumbuka alisema nini? Ukiwa mlevi, dawa ya kulevya. Tena hili nisisahau, kuna mtu aliuliza, kuna watu kwenye jamii ambao wameathirika na madawa ya kulevya, shoga, gays na nini, kufanyeje? Kama alijajibiwa sababu nilitoka, inawezekana, lakini tupo pamoja na mimi kama idara ya afya jimboni, pamoja na mratibu wa elimu ya Kristo jimboni, mwinjilisti namba usimame, tutaingiza kwenye ratiba zetu wale kamati za afya sharikani. Kila sharika 41 zina rika kwa kuzaliwa na virusi vya ukimwi. Hao nao wafahamu hivyo, kuzaliwa na virusi vya ukimwi na ni warembo, ni hesa, atakuja atakwambia, lakini utakiwa mnyanyapae, ni vizuri wewe ujitunze, vio kupima kwanza kabla ya mahusiano yoyote ya ndoa. Kwa sababu ndoa ni tendo la ndoa, tendo la ndoa sio tendo la uchumba. Unanielewa nadhani? Tunaelewa, maana sisi kwenda ndani wanafundisha masomo ya ndoa kwamba ndoa sio uchumba. Uchumba upo na ndoa ipo, na kitu kinaitwa tendo la ndoa sio tendo la uchumba au la urafiki. Nadhani mnaelewa hapa. Kwa hiyo mchungaji Mtui alipogusia habari za HIV, ni kweli wako walio na afya nzuri kabisa kama tulipoketi hapa, lakini wanaishi na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo wewe ni kuwa mwangalifu kwa ajili ya kuchagua lipi lililo jema. Uamue tu kukaa na mtu na kuolewa naye, kuolewa au kuoa bila kupima
mazoezi dakika 30 kwa siku ni muhimu. Tuepuke msongo, mchungaji mkuu wa jimbo anaongea sana. Tuepuke mimba za utotoni, kwa sababu mimba za utotoni nyingi zimetolewa. Unapofanya abortion, umetoa kiumbe ambaye alikuwa asimame kama rais wa nchi au asimame kama waziri mkuu au kama mchungaji, kama mkuu wa jimbo fulani au kama daktari au kama accountant mahali. Kwa hiyo unapotoa ile mimba, ujue kabisa umetoa ile cream ya kwanza ambayo ilikuwa kitu cha maana sana. Wale wanaokuja wa pili na watatu na wanne sasa wasiweze kufika hapa ambapo ule wa kwanza uliomtoa utafanya. Na nilikuwa niongea habari za utasa. Nilikuwa niongea habari za utasa kwamba kuna primary fertility na secondary fertility. Lakini muda hautatosha ila uelewe tu kwamba kuna vitu mbalimbali vinavyosababisha wewe uwe tasa utakapooa au kuolewa, usipumba au tasa na utakapooa au kuolewa usipate mtoto. Nilikuwa nimeandaa hilo somo, lakini tutaliongea siku nyingine kwa kirefu. Isipokuwa kwa kifupi, kuna vichocheo mwilini vinaitwa hormones ambapo ukishadisturb kwa mwilini itakufanya usipate watoto. Unahangaika, umeshaolewa, umeshaoa, hampate watoto. Vichocheo vinasababishwa saa nyingine na hizi contraceptives. Kuna kitu kinaitwa P2, ambapo anafahamu P2 onyeshe mkono. Wameshasikia habari za P2. P2. Wako wachache wanafahamu. Sawa. Hiyo ilikuwa tuliongelea kwa undani, lakini nitaongea kidogo kuhusu madhara yake kwa sababu muda hautoshi kwa kuongelea contraceptions ambazo zimesababisha ugumba na utasa. Watu wakawa utasa, watu wakashindwa kupata watoto. Lakini ilikuwa niongelea habari za maendeleo ya kiuchumi. Unalala una nini? Nimeshika sana hiyo kwa mkoa hiyo. Unalala una nini? Lakini angalau ulale masaa 6 mpaka 8. Mkuu wa jimbo anapoamka saa 10, sio kwamba amelala saa 7. Bwana Yesu asifiwe. Masaa 6 mpaka 8 tulale 4 ndio tutapata afya nzuri. Kwa hiyo kama unalala saa 7, unategemea kuamka saa ngapi? Saa 6 mchana. Kwa hiyo tuangalie tunalala saa ngapi. Tujitahidi tupate usingizi wa masaa 6 mpaka 8. Na hakika baba mkuu wa jimbo anapata kwa maana tunaona ana afya njema. Kuhusu kuweka akiba, tujifunze kuweka akiba, watoto kuweka akiba, vijana kuweka akiba. Nafahamu binti aliyemaliza form 4 kabla hajaenda form 5 ameweka faida ya mfuko wake ulikuwa na milioni 2. Amefanya nini? Toka primary school amefundishwa kubeki mikate, biskuti, anafundishwa kushona shanga hizo za kuvaa mikononi. Amekaa anatengeneza huko nyumbani, anafunga na karatasi, anampa mama yake. Mama kaniuzie kule ofisini kwako. Mama ameuza hizo keki, ameuza hizo biskuti, ameuza shanga. Wala mtoto wa kutoka huko nyumbani, yeye kushona na kumkabidhi mama yake. Siku anakwenda kufanya na milioni 2 kwenye mfuko. Huyo mtoto si akaanza kujisomesha kama mkuu wa jimbo alivyosema. Kwa hiyo tuangalie jinsi gani ya kupata kazi, sio kupata ajira. Kazi zipo. Watu wanauza keki wamekuwa matajiri, wamejenga magorofa. Watu wameuza hizo shanga ninazosema, wameweza kujisomesha. Kwa hiyo tuangalie namna gani ya kuwasaidia watu wafanye ujasiriamali, wafanye biashara za haki, mapishi, ushonaji. Tumia muda wako vizuri, tufanye to-do list. Kabla hujalala, andika kesho nitafanya nini. Andika kesho, tumeambiwa tutunze muda. Sasa nidhamu ya kutunza muda tumia na to-do list. Orodhesha vitu utakavyofanya kesho ili ufikie malengo yako na utiki. Kila unachomaliza unakitiki. Kila unachofanya unatiki. Unasema Mungu amenisaidia katika 10 nimefanya 6. Hapo umefaulu sana. Umefaulu kabisa. Kwa hiyo tusikae tu unafanya kitu ya kubahatisha. Mimi tumekaa lockdown. Ile lockdown fupi tuliokaa bahati mbaya na madaktari ndio bingwa wanaamua kwamba huyu apate P2. Kwa P2 ipo kwenye watu maalum kwa sababu ya emergency fulani. Msaidie kwamba labda amefanywa kitu kabla masaa 72 hayajaisha asipate infection au asipate mimba tuseme. Kwa hiyo kuna matibabu fulani ambayo yanatolewa kujapo kwa hiyo P2 kwa
Mbele yetu amesimama kiongozi huyu mpya aliyechaguliwa kuwa kiongozi wa idara ya vijana katika jimbo hili la Kilimanjaro Kati. Mpendwa Mwalimu Suzi, umechaguliwa ili kushika wajibu wa kuwa kiongozi wa vijana katika ngazi ya jimbo. Neno la Mungu katika Yoshua mlango wa 1 mstari wa 9 linasema, si mimi ndiye kuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana mimi Bwana Mungu wako nipo pamoja nawe kila uendako. Mungu akubariki upate kuzingatia ahadi hiyo na kusimama imara katika kutimiza wajibu wako kama kiongozi wa vijana katika jimbo. Na sasa ninakuuliza, je, unakubali na kupokea wajibu huu wa kuwa kiongozi wa vijana katika jimbo? Kama ndivyo kusema ndio, Mungu anisaidie. Makofi mengi. Usika katika siku ya leo na watumishi wa ofisi yetu ya jimbo, kwa idara hizi ambazo wamekupa masomo mbalimbali na makale na wale wengine, tunatakia baraka sana. Kwa furaha hiyo, naomba tupige makofi, tutapiga kwa staili hii. kwa ajili ya kwenda kutekeleza yale ambayo sasa tunaweza kuyafanya katika kipindi cha mwaka 2025-2026 kwa kuwezeshwa na wewe. Unajua baada ya hapa kuna riziki imeandaliwa, kuomba ukaziguse na kuzitakasa watoto wako watakapokwenda kuzitumia wapate nguvu ya kutumikia wewe. Tunaomba amani yako inayopita akili zote ikatuhifadhi mioyo na nia katika Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Naomba tumwalike sana Mheshimiwa Mkuu wa Jimbo ili atangaze kufunga rasmi kongamano letu. Okay, Mungu Mwenyezi na mwenye rehema, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu awabariki na kuwalinda. Amen. Kwa njia ya sala na maombi tutangaze kwamba siku ya Mkuu wa Jimbo na Vijana 2025 imefungwa rasmi katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.